Mama mjamzito, umeenda kliniki na daktari wako amekwambia uanze kutumia dawa za presha, na wewe ukijiangalia unaona presha yako iko kawaida, na ukajiuliza maswali, kwa nini amekuandikia dawa za presha au amesema uendelee kutumia dawa za presha katika kipindi chako cha ujauzito? Karibu kwenye somo tujifunze pamoja siku ya leo. Kama ni mara ya kwanza kuweza kutembea channel yangu, unaweza subscribe hapo chini tuendelee kujifunza kuhusiana na afya ya mama mjamzito, lakini vile vile na mtoto mchanga. Kuna moja ya mfuataji wangu hapa anauliza swali, anasema, "Dokta, mimi nina wiki 37 na presha yangu iko kawaida, ila dokta anasema nitumie dawa za presha. Anauliza inaweza ikawa kwenye fuko, kwa maana kwamba sijamwelewa, labda kwenye mfuko wa uzazi au tunaita mji wa uzazi, au anamaanisha kwenye kondo la nyuma." Lakini swali lake nimeelewa kwamba presha yake iko kawaida kwa namna yeye anavyoiona, lakini daktari amemwambia aanze kutumia dawa za presha. Sasa nitaelezea mambo makubwa mawili au scenario mbili. Scenario ya kwanza ni pale ambapo wewe ni mjamzito, inawezekana ni mimba yako ya kwanza, ya pili, ya tatu. Mwanzoni mwa ujauzito ulikuwa unaendelea vizuri, lakini baada ya muda fulani ukapima presha, haijafika kile kiwango ambacho huwa tunasema ni 140 kwa 90 mm of mercury au zaidi ya hapo, ukaambiwa kwamba utumie dawa. Kwa hiyo ikifika pressure kiwango hicho, ndio tunasema kwamba pressure yako iko juu, na kuna baadhi ya watu inategemeana, kama wewe ni mjamzito utakuwa uanze dawa, lakini kama si ni mjamzito basi utapewa maelekezo ya kuweza kuipunguza pressure kwa kipindi fulani, alafu ndipo utakuja kuanzishiwa dawa. Sasa unaweza kukuta wewe ni mjamzito hujafikisha kiwango hicho cha pressure au zaidi ya hicho kiwango, ukaambiwa uanze kutumia dawa. Hiyo ni scenario ya kwanza, nitaielezea. Scenario ya pili, inawezekana ulikuwa unatumia dawa za pressure yako ilikuwa juu, labda 150 kwa 80 au 150 kwa 102 na kiwango kama hicho au zaidi hapo, au inawezekana 148 kwa 90 na kiwango kama hicho. Baada ya muda ulipokuwa unaendelea kutumia dawa, pressure yako ikaja kuwa sawa kabisa, labda inacheza kati ya 117 kwa 62, kiwango hicho hapo, ukaambiwa kwamba ni vema uweze kuendelea kutumia dawa. Ukawa unajiuliza maswali, kwa nini niendelee kutumia dawa wakati pressure imeshakaa vizuri? Tukianza na ile la kwanza, kwamba wewe ni mjamzito, labda ni mimba yako ya kwanza, ya pili, ya tatu. Kabla mimba yako haijafikisha miezi 5 au wiki 20, pressure yako labda ilikuwa inacheza kati ya 100 kwa 62 au 110 kwa 63. Inawezekana labda ilikuwa ni 90 kwa 62 au 95 kwa 70. Lakini mimba ilipovuka wiki ya 20 au miezi 5, pressure yako ikaanza kuwa labda 138 kwa 85 au ikawa 137 kwa 87, haijafika 140 kwa 90. Kwa lugha nyingine ni kwamba ile pressure ya juu imeongezeka kwa 30 mm of mercury mara baada ya mimba yako kuweza kuvuka wiki ya 20, labda na wiki 28, 29, 30 na kuendelea. Alafu ile pressure ya chini imeongezeka kwa 15 mm of mercury, na kila wakipima wanaona kipo kiwango hicho ambacho kimeongezeka ile juu, lakini haijafikia kile kiwango cha 140 kwa 90 au zaidi ya hapo. Daktari anaweza kukuanzishia dawa, kwa sababu kuna baadhi ya kina mama huwa wanapata kifafa cha mimba hata kama pressure yao haikuwa 140 au zaidi ya hapo, chini ya 90. Kwa maana kwamba sio lazima pressure yako iwe 140 kwa 90 au zaidi ya hapo, au kuanzia hapo kwenda juu ndipo uanzishiwe dawa kwa mama mjamzito. Kwa hiyo wakati mwingine daktari anaweza kuanzishia dawa akawa amepiga hesabu hiyo na akaona na vigezo vya kuweza kuanzishiwa dawa za pressure, ili kuweza kuepuka athari za kuelekea kuwa na kifafa cha mimba ambayo tunaita preeclampsia, au kupata kabisa kifafa cha mimba, ambacho wakati mwingine pressure inapokuwa kubwa inaweza kuathiri figo, ikaathiri ubongo wako na ukaishia kupata kiharusi au stroke. Lakini vile vile kuna baadhi ya kina mama huwa wana paralyze, mtoto anaweza kafia tumboni, hali ya kuwa pressure hiyo haikufika kiwango ambacho ulikuwa unataka wewe, au ulikuwa unakifahamu cha 140 kwa 90 kuanzia hapo au zaidi ya hapo. Kwa wale ambao unawezekana ushakuaga unatumia dawa au uligundulika sasa wewe kwamba ni mjamzito na mimba yako labda ina zaidi ya wiki 20, ukaanzishwa dawa, pressure yako ikashuka ikakaa vizuri, bado daktari akasema uendelee kutumia dawa na usiache, ukawa unajiuliza maswali, kwa nini niendelee? Dawa za pressure kazi yake ni kupunguza ile pressure isiwe juu. Inapokuwa juu inaweza kuwa na madhara kwenye viungo muhimu. Kwanza kabisa mtoto mwenyewe kule kwenye kondo la nyuma kuleta changamoto, lakini vile vile kwenye figo zako, kwenye moyo wako, lakini vile vile na kwenye ubongo wako we kama mama mjamzito. Kwa hiyo dawa za pressure zenyewe zinafanya
kazi ya kuweza kuimarisha pressure yako iwe vizuri na isiwe juu kuzidi. Lakini kama uliandikiwa labda dawa 2-3 za kuweza kutumia, labda pressure yako ilikuwa ishuki, basi anaweza kupunguza baadhi ya dawa, lakini kuna dawa ambazo utaendelea nazo mara baada ya kugundulika kwamba una pressure, hata kama pressure yako imekuwa imekaa vizuri. Kwa hiyo utazitumia mpaka utakapojifungua, kwa sababu mara nyingi pressure ya ujauzito au shinikizo kubwa la damu ambalo linatokana na ujauzito ni kutokana na zile hitilafu la kondo la nyuma, ambalo kuna changamoto huwa zinatokea zinapelekea shida hiyo ya pressure katika kipindi cha ujauzito. Kondo la nyuma likishatoka, kwa maana kwamba umeshajifungua mtoto wako, labda umejifungua salama, baada ya miezi mitatu, yani ndani ile miezi mitatu kwa uwezi kujifungua, au ndani ya ule mwezi 1.5, unasema wiki 42 mpaka miezi mitatu, athari hizo zinaweza kuwa zimeshaisha. Na kama ulikuwa unatumia dawa, unaweza kuanza kupunguza kidogo kidogo, na baadaye wanaweza kukuachisha zile dawa na kuweza kuangalia pressure yako kama imekaa. Bahati nzuri ni kwamba wakina mama ambao wanakuwa na pressure ya ujauzito ndani ya ile miezi mitatu toka waweze kujifungua, wengi wao pressure zao huwa zinakaa vizuri na huwa wanaacha dawa. Wachache huwa wanaweza kaendelea kama imetokea hitilafu kubwa na wakapata pressure ile ya maisha yao, au wengine wanapata changamoto za moyo na shida nyingine nyingi sana, lakini wengi wao huaga inapona yenyewe mara baada ya kondo la nyuma kuweza kutoka kwa kutumia dawa vizuri, na pressure inakuja kukaa vizuri. Uwezekano wa kurudia kupata kifafa cha mimba au dalili za kuelekea kuwa na kifafa cha mimba au pressure ya ujauzito kwenye mimba inayofuata huwa upo na ni mkubwa tu. Kwa hiyo huwa tunasema kwamba unapojigundua kwamba wewe ni mjamzito, basi ni vema uweze kuanza kliniki mapema na kuanza kufuatilia pressure zako vizuri, haswa kama ulishapata madhara fulani huko nyuma. Kwa mfano, inawezekana wewe ile pressure ya ujauzito ilipelekea mtoto wako akafariki tumboni, au ulipata kabisa kifafa, bahati nzuri ukafanikiwa mtoto wako akazaliwa akawa salama, na wewe ukapata kile kifafa ukatibiwa ukawa salama. Kama umekuja kubeba mimba tena, kuna dawa ambazo unatakiwa uanze kutumia mapema kipindi chako cha ujauzito ili kuweza kuepuka athari za pressure ya ujauzito ambayo inaweza kupelekea kifafa tena, au dalili za kuelekea kuwa na kifaa cha mimba, au kumpoteza mtoto wako, au mimba ukabidi ujifungue kabla ya wakati na mtoto kafariki. Labda unakuta pressure imekuwa juu sana, wamekuandikia dawa, figo zimeanza kufeli, inabidi uzalishwe hata kama mimba yako haijafikisha wiki 32 au wiki 38, na mwisho wa siku ukapoteza mtoto wako. Unaweza kukuta umejifungua hata miezi 7 haijafika, wakabidi wakufanyia upasuaji au ukajifungua kawaida ili kuweza kukuokoa wewe. Na wakati mwingine mtoto anaweza kawa labda hakukomaa vizuri mapafu yake, akapata shida za ukomavu, shida za upumuaji, na mtoto akafariki. Sasa dawa hizo ni zipi? Unaweza ukaklik suggestion hapo juu, utasikiza video hizo kuhusiana na dawa zipi utakuwa uweze kutumia kama ulishakuwa na historia ya kifafa au historia ya pressure kubwa ya kuelekea kuwa na kifafa cha mimba ambayo tunaita pre-eclampsia. Sasa mama ambaye umeshakuwa na pressure, ni vema kuweza kutumia dawa hizo. Unapokuwa umeambiwa na daktari labda uende kliniki kila baada ya wiki 2, basi hakikisha kwamba unaenda, na usiache dawa kwa kusikiliza maneno ya watu. Kumbuka kwamba yale maelekezo mengine, kwa mfano tunasema upunguze siju maji ya kunywa siju na nini, hayo ni maelekezo ya uongo tu, hayana mahusiano na pressure ya ujauzito. Kwa hiyo maji utakunywa kama kawaida. Chumvi unatumia kiwango cha wastani, na hata ukipunguza chumvi kama una pressure ya ujauzito, kupunguza chumvi hakuna athari ya kuweza kuipunguza pressure hiyo. Kwa hiyo badala yake ni kwamba chumvi unaweza kutumia kwa kiwango cha wastani kiafya, ili kuhakikisha kwamba unakuwa uko vizuri. Lakini vile vile ni vyema kuweza kupima sukari, hasa mimba inapokuwa kati ya zile wiki 24 mpaka wiki 26 pale. Pima sukari yako kwenye damu ikoje, kwa sababu kuna wakati mwingine unaweza kupata kisukari cha ujauzito ambacho kinaweza kuwa na madhara kwa mtoto wako. Kwa hiyo ni vema sana kuweza kufuatilia afya. Kwa hiyo huyu mwenzetu aliyeuliza hili swali, kama umeandikiwa dawa na umeambiwa uzitumie, kama huyu mwenzetu Fatuma, ni vema kuweza kutumia dawa hizo na ufuate maelekezo ya daktari anavyokuelekeza. Mara nyingi hii pressure ya ujauzito sio lazima ifikishe ile kiwango cha 140/90 au zaidi ya hapo ndio ukagundua kwamba una pressure katika kipindi cha ujauzito, hasa ukiwa miezi mitatu ya mwishoni mwa ujauzito, kwa sababu au miezi mitatu ya katikati, kwa sababu ile miezi mitatu ya mwanzoni inawezekana pressure yako ikawa chini kwa kawaida, kama nilivyosema labda 95 kwa 62. Mimba ina miezi 4, pressure iko 100 kwa 70. Halafu mimba inapokuja kuwa na miezi 9 unakuta na pressure ya 138 kwa 85. Kila wakipima labda 139 kwa 89.
haijafika 140 kwa 90. Kwa hiyo unakuta daktari atakuanzishia dawa za pressure, na ni vema uanze kuzitumia dawa hizo ili kuweza kuepuka madhara mengine. Na unapokuwa umeanza kutumia dawa hizo, basi ni vema kuweza kupima pressure mara kwa mara. Labda unaweza kupima kila baada ya siku moja kwa ajili ya kuangalia mwenendo mzima wa pressure yako ukoje. Kwa hiyo daktari atakuandikia dawa ambazo zitakusaidia wewe kuweza kuhakikisha kwamba pressure yako inakuwa vizuri. Kwa wale ambao walikuwa na pressure ya muda mrefu, wakati mwingine zikatokea itilafu kwamba pressure ya ujauzito kajiongeza pale pale kwenye pressure ya muda mrefu. Kwa hiyo unakuta labda kabla ya kuwa mjamzito ulikuwa na pressure unatumia dawa. Unapokuwa tayari umeshapata ujauzito, umejigundua wewe ni mjamzito, ni vema kuwahi kliniki, kwa sababu kuna dawa special za pressure au shinikizo kubwa la damu kwa mama mjamzito. Kuna baadhi ya dawa za pressure kwa wale wagonjwa wa kawaida hazitakiwi kutumika kwa kina mama wajawazito. Kwa hiyo utaenda ubadilishiwe. Kwa hiyo kuna dawa unakuta ukimwambia daktari atakwambia dawa hii uache, utaendelea na dawa hii na hii ambazo utatumia katika kipindi chako chote cha ujauzito. Sasa kama ulikuwa unatamani kuweza kujua dalili za kifafa cha mimba zikoje, unaweza click suggestion hiyo hapo kasikiza video kuhusiana na dalili za kifafa cha mimba kwa mama mjamzito. Ukiwa na swali niulize hapo chini. Mimi ndio tayari kuweza kujibu swali lako yote. Karibu sana.